Hello, welcome to Playclays Kitchen. It's Yummy. Usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube Playclays Kitchen. Leo tutajifunza jinsi ya kupika sambusa tamu sana. Na hii recipe ni nzuri kwa wale ambao hawajawahi kutengeneza sambusa au wameshajaribu mara nyingi na wakakosea kutengeneza sambusa nzuri. Kwa mahitaji yetu tutakuwa tuna nyama ya kusaga ya ng'ombe nusu kilo. Tutakuwa na vitunguu vya majani ya giligilani. Tutakuwa tuna mafuta, paprika, tutakuwa na tangawizi ya kusaga. Tutakuwa na vitunguu swaumu, garam masala na pia tutakuwa na binzari nyembamba ya kusaga. Chumvi pamoja na mafuta ambayo yatatumika katika maandazi zetu, na pia tutakuwa tuna karoti na tutakuwa na limao pia. Na kama unavyoona pia tutakuwa tuna maji ya vuguvugu ambayo ni kikombe 1.5 na unga wetu nusu kilo. Utaweka maji kuendana na unga ulionao. Kwa hiyo kama unga wako utakuwa unatumia maji mengi, utaweka maji mengi. Na hapo ni unga nusu kilo, nitaweka mafuta kijiko 1.5, kisha nitaweka na chumvi kiasi, wanaita salt to taste, ili tu kuweka ladha katika hiyo manda. Kwa hiyo utachanganya unga wako kama hivyo, utachanganya kwa muda dakika 2 mpaka 3 mpaka uchanganyike vizuri. Kwa hiyo utakuwa unachanganya kama hivyo. Hakikisha kwamba mafuta yamechanganyika vizuri kwenye mchanganyiko wako. Baada ya hapo utaweka maji yako ya vuguvugu. Mimi naweka maji yangu kidogo kidogo, ni vizuri kwa sababu ya kutokuzidisha maji kama unakadiria maji kwenye unga. Kwa hiyo utaweka kama hivyo. Utaongeza kidogo kidogo, utachanganya. Hakikisha unachanganya unga wako vizuri, uchanganyike vizuri na maji, lakini maji hayatakiwi kuzidi. Na ukishafika katika hatua hiyo, nitanyunyiza unga kwenye kibao changu ili niweze kukanda unga wangu vizuri kabisa, tayari kwa kutengeneza manda za sambusa. Nitaweka donge langu kwenye kibao, alafu nitakanda unga kama hivyo. Nitakanda donge langu vizuri kama hivyo inavyoonekana. Hakikisha unakanda kwa muda dakika 10 mpaka dakika 7. Utakanda donge lako vizuri, liache likandike vizuri, na kama hivyo unavyoliona liko tayari. Kisha tutaliweka katika bakuli letu ili liweze kupumzika kwa muda wa dakika 10 mpaka 15 ukiweza kuliweka. Kwa utafunika kama hivyo ili liweze kupumzika. Kisha baada ya hapo tutakata vitunguu vyetu vya majani ya giligilani pamoja na karoti zetu. Tutakata viboksi vidogo vidogo kama hivyo inavyoonekana, na kama hivyo tayari iko tayari kabisa. Kwa hiyo tutaweka chuma chetu cha moto kwa ajili ya kutengeneza mchanganyiko wetu. Tutawasha jiko, tutakichukua chuma, tutakiweka kwenye moto kama hivyo. Kama unatumia mkaa ni vizuri pia. Utaweka nyama yako, kisha shusha maji kama hivyo. Mimi nitaweka viungo vyangu vyote. Nitaweka pia na chumvi kiasi. Hakikisha chumvi yako uzidishi, maana maji yakitulia chumvi itakuwa imekolea sana. Kwa hiyo nitaweka chumvi kiasi tu. Alafu baada ya hapo nitaweka pilipili. Kama unapendelea pilipili manga pia utaweka. Mimi nimependelea pilipili ya kawaida, lakini kama unapendelea pilipili manga pia utaweka. Nimenyunyiza na limao kiasi tu. Kama utapendelea limao pia utaweka, kama haupendelea utaacha. Kisha baada ya hapo tutaenda kwenye donge letu lishapumzika kwa takribani dakika 15. Basi tutaweka unga wetu kwenye kibao, alafu tutachukua donge letu tutalikanda kama hivyo. Tutakanda donge letu kama hivyo. Hakikisha
unatengeneza shape kama hiyo, alafu utagawanya mara 2, na katika kila mgawanyiko uliogawanya utatengeneza viduara, yani viballs. Kwa hiyo utafanya kama hivyo. Unaweza ukatumia mkono kama hivyo ukatengeneza vibao vyako kwa kutumia mkono, lakini hakikisha unatengeneza duara zuri, kwa sababu duara zuri ndio litakupa manda nzuri. Kwa hiyo hakikisha utengeneza duara zuri kama hivyo. Na kama wewe hujawahi kabisa kwa hii recipe, utaweza kutengeneza manda nzuri sana sana sana. Kwa kaa na mimi tuendelee kujifunza. Kama hivyo utatumia mashine, kama huna mashine ni unatumia tu mkono. Utafanya kama hivyo na utatengeneza duara zako vizuri, utazipanga vizuri, utahakikisha zimekaa vizuri kabisa, alafu utaweka kama hivyo. Na kama unavyoziona ziko tayari, na hiyo ninamalizia. Utazitengeneza kama hivyo kwa ajili ya kusukuma manda. Utaandaa sehemu yako, utanyunyiza unga ili tuweze kusukuma duara moja moja kama hivyo. Nishaandaa sehemu yangu, naweka duara moja moja, utalibonyeza kama hivyo. Kama ni mtu mara ya kwanza utabonyeza kama hivyo ili ujitahidi kidogo kutengeneza duara. Hapa mtu unabidi ujitahidi kidogo kutengeneza duara nzuri, maana kidogo zinatakiwa viduara vyote at least vilingane. Kwa hiyo utafanya kama hivyo. Usisukume kwa nguvu sana, utasukuma tu juu juu, usitumie nguvu nyingi. Hata hivyo donge letu lilikuwa laini, kwa hiyo hamna haja ya kutumia nguvu nyingi. Kama hivyo inavyoonekana, utatengeneza kama chapati, kwa hiyo shape itakuwa kama ya chapati. Utafanya kama hivyo, alafu utaandaa tray yako ulionyunyiza unga ili isiweze kushika chini. Utaweka hiyo chapati ambayo umeshakwisha maliza kuisukuma. Kwa hiyo utafanya kama hivyo. Utaweka unga juu, utasukuma. Hakikisha hutumii nguvu nyingi sana kusukuma, maana utaichana manda yako. Kama hutatumia nguvu nyingi, then manda yako itatoka vizuri wakati wa kuifungua. Kwa hiyo kama hivyo utasukuma kama hivyo, kulia kushoto utasukuma kama hivyo, na duara lako la hiyo manda itakuwa kubwa vizuri na litakuwa linatoka vizuri muda wa kuzitoa. Kwa hiyo utafanya hivyo, utaongeza unga kwa juu, alafu utasukuma. Hii njia ni nzuri sana kwa sababu unatengeneza manda nyingi kwa wakati mmoja, tofauti na kutengeneza manda moja moja. Kwa hiyo utafanya kama hivyo, utasukuma, na hapo unavyoiona iko tayari. Utaandaa chuma chako cha kwenda kuokea. Kwa hiyo utaweka
juu ya hicho chuma chako kama hivyo, utaipanga vizuri. Na kwa ajili tunaenda kuioka kwenye oven, tutaweka mafuta kwa juu. Na oven ina tabia kukausha, kwa hiyo usije kama hapo juu. Tutaweka mafuta, hivi nimeweka mafuta kijiko 1.5 kama unavyoona, kwa sababu hii chapati yetu ni kubwa kama unavyoiona hapo. Utaiweka vizuri na oven lako utakuwa ulishaliwekea moto 180 degree, utaweka ili uweze kuoka hiyo chapati yako. Utaweka kwenye sehemu ya katikati, wala sio juu sana. Alafu baada ya dakika 3 itakuwa tayari kabisa, tayari kwa kukata hizo mandazi zetu. Kwa hiyo nitakata kama hivyo. Na mimi mara nyingi huwa ninatumia rula. Kwa hiyo kama una rula yoyote tu ambayo umenunua stationary, unaweza kutengeneza hivyo. Mimi nakataga sentimita 6.5, maana ndo nataka shepu zangu zote za sambusa zangu zote ziweze kulingana. Kwa hiyo kama hivyo nitakata. Baada ya hapo nitapandisha juu ya nyenzake, kwa sababu hiyo tayari na kipimo, kwa hiyo itaendelea kupima zenzake kama hivyo inavyoonekana. Na hapo tutatoa manda nzuri sana, mtaziona. Ukiangalia hii video mpaka mwisho utaona vizuri jinsi gani tumeweza kutengeneza hii manda. Utafanya kama hivyo. Hakikisha una kitambaa pembeni, maana unabidi uweke hii manda iliyokwisha iva kwenye kitambaa ili isikauke, kwa sababu itakuja kutumika katika kufunga sambusa zako. Kwa hiyo kama hivyo nimemaliza, nitachambua na kama zinavyoonekana, angalia jinsi ilivyo nyepesi kiasi cha kwamba vidole vyangu vinaonekana kwa chini. Angalia jinsi inavyotoka vizuri kabisa, na hiyo itakuweza kukupa sambusa nzuri, crispy na tamu sana. Manda za kutengeneza mwenyewe ni nzuri kuliko zile manda za kununua. Ni vizuri kutengeneza manda mwenyewe, kwa kweli ni tamu sana sana sana. Kwa kweli ukijua utaweza kufurahia sana sambusa zako. Kwa hiyo utatoa kama hivyo, angalia zilivyo nyepesi kama zinavyoonekana. Nimeshachambua manda zangu na hapo namalizia kuchambua manda zangu, na zote zinatoka vizuri na nyepesi, na hata kama ikikatika wala usijali, utaiweka pembeni vizuri tu. Utakuja kuitumia baadaye, nitaonesha jinsi ya kutumia iliyokatika. Kama hivyo nimeshakwisha maliza, nitaweka kwenye kitambaa changu vizuri na nitafunika hizo manda zangu kwa ajili ya muda ambao nitakuwa ninafunga hizo sambusa. Kwa hiyo nitafunika kama hivyo. Nitachukua unga kidogo, nitaweka na maji, nitachanganya, nitatengeneza gundi kama hiyo ya kuja kufungia sambusa. Hapa ni maji tu na unga. Alafu nitaonesha nyingine ili pia mweze kuelewa vizuri ni namna gani nimefanya. Kwa nitafanya kama hivyo. Hakikisha unapaka vizuri kabisa hiyo gundi yako. Mimi huwa ninapaka hivyo kama manda yangu ya kufungia sambusa ni ndogo, kwa hiyo nitapaka kama hivyo ili isiweze kufungua kwenye mafuta. Kama upende sambusa kufunguka kwenye mafuta, hii ni style nzuri sana, maana inakuhakikishia kwamba umegandisha kila sehemu. Kama hivyo tunatengeneza sambusa yetu nzuri kabisa. Angalia ilivyotokea. Nitarudia tena kama hukupata hiyo njia vizuri. Nitarudia tena. Hii ni kati ya style nzuri sana za kufunga
sambusa. Kwa hiyo nitarudia tena kwa mtu ambaye sasa manda yako ilikatika katika, utapaka gundi kiasi kwenye moja yapo, alafu utaspread vizuri kama hivyo, alafu utaiunganisha. Kwa hiyo ukishaiunganisha hapa sasa tutaenda kufunga hizo sambusa. Kwa hiyo tutakunja upande mmoja kama hivyo, upande mwingine, alafu tutachukua hiyo nyama kijiko 1.5 utaweka kama hivyo. Kama utapendelea kiasi kidogo utaweka kidogo, kama unapendelea kiasi kingi utapenda kingi. Mimi napendelea sambusa yangu iweze kuwa na nyama ya kutosha. Utaenda upande wa hivyo, alafu utakunja upande mwingine. Ukirudia hii style ni rahisi, utajikuta uko flexible tayari, unaweza kufanya tu mwenyewe bila ya shida yoyote. Utajikuta ni mwepesi kabisa wa kufanya hii style. Kwa hiyo hapa nimeshapima, naona nafikia vizuri. Kwa hiyo nitapaka gundi yangu vizuri. Hakikisha unapaka gundi vizuri, itakusaidia sambusa isifunguke kwenye mafuta. Kwa hiyo utafanya kama hivyo, na kama hivyo naona nimeshamaliza, zote zinavutia kabisa, tayari kwa kwenda kuchomwa kwenye mafuta. Kwa hiyo kama hivyo zinavyoonekana ni nzuri sana. Kwa kweli ukifikia kutengeneza kama hivyo utaenjoy. Alafu nitaweka mafuta yangu kwenye karai, nitachoma sambusa kama hivyo. Hakikisha mafuta hayana moto sana. Yakiwa na moto sana, sambusa zitatengeneza bubbles, yani zitatengeneza maputo kwenye hizo sambusa, na kama moto utakuwa mdogo basi zitafunguka kwenye mafuta. Kwa hiyo utazikaanga kama hivyo, utakuwa unageuza kila baada ya muda kidogo, unageuza ili zisiweze kuungua mpaka pale utakapotengeneza rangi ya golden brown kwenye sambusa. Sambusa zako ziko tayari kama zinavyoonekana, zinavutia kabisa. Angalia jinsi zinavyoonekana, ziko crispy. Utaweka pembeni kama hivyo, zinavutia sana. Ni nzuri sana kama zinavyoonekana. Usisahau kusubscribe channel yangu Freeclass Kitchen. Kama unavyoziona sambusa zinavutia kabisa, kwa hiyo na wewe utaweza kutengeneza sambusa nzuri sana kama hivyo inavyoonekana. Angalia sambusa zinavyovutia, zinanukia sana na zinavutia sana. Wala sambusa zetu zinavutia kama zinavyoonekana. Tumeziweka kwenye sahani yetu, zinavutia sana. Zina muonekano mzuri wa golden brown. Huu ni muonekano mzuri sana wa sambusa. Kwa hiyo kama hivyo mnavyoziona, unaweza ukanywa na chai ya rangi, chai ya maziwa, ukanywa na juisi au kinywaji chochote kile, soda. Mimi nimeweka cha chandu hapo kidogo kwa ajili ya kulia sambusa. Kwa hiyo cha chandu hiyo nimetengeneza mwenyewe. Nitakuja kuleta recipe, lakini hiyo ni cha chandu nimetengeneza mwenyewe. Inafaa kulia sambusa, ina limau kidogo, ina kandimu kwa mbali, kwa hiyo na pilipili. Kwa hiyo ni tamu sana kwa ajili ya kulia sambusa zako. Kama hivyo zinavyoonekana, zinavutia sana.
kutengeneza sambusa kama hizi, hafu utanipa feedback, umeonaje? Utanijibu kwenye comment section. Usisahau like, share na marafiki zako, na pia comment juu ya hii recipe. Na usisahau kujaribu. Karibu tena Flicker's Kitchen, it's yummy.